Wazee wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Mashariki na Pwani wametakiwa kuishi maisha ya ushuhuda pamoja na kushika vizuri neno la Mungu ili kutumika kikamilifu katika wito wao. Watanzania wametakiwa kushiriki kutunza afya ya udongo kwa kuwa ni msingi wa usalama wa chakula, uhifadhi wa mazingira na ustawi wa uchumi wa taifa. Askofu wa KKKT Dayosisi ya Mashariki ya Ziwa Victoria, Oscar Itailema, amewataka washirika kuzifuata njia za Mungu ili kupata uelekeo sahihi katika maisha yao. Na katika habari za kimataifa, maelfu ya watu wamekusanyika Ethiopia kushiriki maandamano ya kuunga mkono serikali na kupinga madai ya kampeni ya mamlaka ya Tigray kuwasajili kwa lazima vijana kupigana vitani. Ni Jumapili nyingine tulivu, mtazamaji wa Upendo Media popote pale ulipo. Upendo TV, hii ni habari. Mimi ni Francisco Nongoro na kusomea habari za kitaifa, lakini pia baadaye nitakusomea habari za kimataifa. Utabiri kutoka mamlaka ya hali ya hewa utakujia hapo baadaye. Lakini nakukumbusha pia tunapatikana kwenye kurasa za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, bila kusahau X. Kote huko ni Upendo Media. Karibu kwa habari kabambe. Na mimi huko, jina langu ni Francisco Nongoro. Basi karibu tuanze kuangazia habari za kitaifa katika jiji la Dar es Salaam. Wazee wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Mashariki na Pwani wametakiwa kuisha maisha ya ushuhuda pamoja na kulishika vizuri neno la Mungu na kanisa, jambo litakalowasaidia kutumika kikamilifu katika wito wao. Hayo yamesemwa na mkuu wa jimbo la Kaskazini, Mchungaji Jacob Mwangomola, wakati wa semina elekezi kwa wazee wa kanisa waliochaguliwa katika shirika na mitaa mbalimbali ya jimbo kuwa viongozi katika kipindi cha miaka 4 ijayo, iliyofanyika katika usharika wa Boko jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo mzee wa kanisa lazima kuonyesha ushuhuda popote unapopita ili neema ya Mungu ipate kuonekana zaidi kwenu. La pili, natamani mwenye mzee wa kanisa awasome neno la Mungu na awe mtu wa maombi, ili usharika wake unapopata breakthrough ya kuendelea mbele uwe chachu ya mwana maombi, ili usharika wako, mtaa wako uende kuendelea mbele. Mzee wa kanisa baada kusema sana miradi, ataangulize kwanza habari za injili ya Yesu. Injili hubiriwe kwa ushuhuda, na ndipo majengo hayo yatafuata, kwa sababu cha kwanza ni injili, cha pili ni majengo. Majengo hayapeleki kwa watu isipokuwa injili ya Yesu ndio inapeleka kwa watu kwa Yesu. Kwa hiyo kila mzee wa kanisa apate nafasi hiyo ya kutafakari, kukaa pamoja na Bwana, ili kila mtakalofanya kwa neno na kwa tendo katika usharika mtaa wenu liweze kubarikiwa. La tatu, ala nne, mzee wa kanisa aheshimu vikao, maamuzi ya vikao. Kama haukuwepo, hata kama una jina, lakini kikao kimeshaamua, tulia. Ile vikao ndivyo vinaamua maamuzi yaliyo halali, wala sio mtu. Kwa hiyo mzee wa kanisa yote atii vikao vya kanisa na maamuzi ya kanisa. Mtoa mada katika semina hiyo, naibu katibu mkuu wa shirika la kimisioni UEM kanda ya Afrika, Mchungaji Daktari Ernest Kadiva, ametoa wito kwa wazee hao wa kanisa kulijua kanisa vizuri na taratibu zake ili waweze kulitumikia vyema pamoja na kutambua nafasi yao katika kanisa. Na ndio maana hakuna mtu aliyeweza kushindana na kanisa akashinda. Kanisa lipo, litaendelea kuwepo mpaka mwisho wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimependa sana kwanza mjue kanisa. Mara zote ukienda kufanya kazi mahali, ni lazima ujue ile taasisi unaokwenda kuifanyia kazi. Uijue vizuri. Usipoijua unaweza ukakosea kufanya kazi. Umeajiriwa kwenye taasisi fulani, lakini usipojua mila na desturi ya ile taasisi unaweza ukakosea taasisi. Unaweza kukosea kufanya kazi. Mtumishi mzuri, lakini ukishindwa kujua kanisa ni nini, unaweza kukosea kufanya kazi kanisani. Kwa ninyi ni wazee wa kanisa, hilo ni jambo la kwanza, mjue kanisa la Mungu.
akisoma malengo na mafanikio ya jimbo katika kazi wanayofanya katika kueneza injili kwa watu wote wanaoamini na wasioamini katika jimbo la Kaskazini. Happy Biakatondo ambaye amesema wamefanikiwa kuanzisha mitaa zaidi ya 50 sambamba na kuongeza idadi ya washirika zaidi ya 2000 kwa mwaka huu au kwa kipindi chote tangu tumeanza huduma hii ya misioni mpaka sasa. Tumekuwa na ongezeko kubwa la washirika. Kwa nini? Kwa sababu tumejikita kwenye yale maeneo ambayo si rahisi kufikika, na tunamshukuru Mungu, tumemwona akiendelea kutuhudumia na kuendelea kulikuza kanisa katika mazingira hayo na ugumu wake. Tushukuru watumishi wote wa injilisti. Niombe tusimame tena, wale tunaotumika katika maeneo hayo ya misioni. Mengine unapika chakula kiivi, mengine unanawa maji, sabuni haiishi. Semina hiyo imetanguliwa na ibada maalumu iliyoambatana na kushiriki sakramenti ya chakula cha Bwana. Yesu anasema, siwaiti tena ninyi watumwa, bali ninyi ni marafiki zangu. Mwili na damu mlivyopokea leo viwalinde na kuwapa uzima wa milele katika utumishi wenu kama wazee wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Mashariki na Pwani, jimbo la Kaskazini, katika sharika na mitaa yote, na mkitembea na agano hili takatifu kwa ushuhuda mwema uliojaa baraka, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Haya, mtazamaji, taarifa hiyo ya wazee wa kanisa, hongereni sana wazee wote ambao umeingia katika kipindi hiki, mlitumikia kanisa vizuri. Walikuwepo wengine na nyinyi pia mmepata hiyo nafasi, ni kibali pia. Tusalie katika jiji la Dar es Salaam ambapo waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Hamadi Yusuf Masauni amesema afya ya udongo ni msingi wa usalama wa chakula, uhifadhi wa mazingira na ustawi wa uchumi wa taifa. Hivyo kuna umuhimu wa kila Mtanzania kushiriki katika juhudi za kuutunza. Amesema hayo aliposhiriki matembezi yanayolenga kuhamasisha jamii katika uhifadhi na utunzaji wa mazingira Save Soil Walkathon yaliyofanyika jijini Dar es Salaam, ambapo amesema serikali itaendelea kuimarisha juhudi za kuhakikisha kuwa masuala ya endelevu ya mazingira yanapewa kipaumbele katika ajenda ya maendeleo ya taifa. Na nimefarijika kwa sababu limegusa eneo la uhifadhi wa mazingira ambayo ndio dhamana iliyopo chini ya wizara yetu ya nchi, ofisi ya makamu wa rais, ambayo mimi nimepewa kumsaidia mheshimiwa makamu wa rais kusimamia. Kwa hiyo theme ya tukio letu leo inadhamiria ama inalenga katika kuhamasisha juu ya ulinzi, uhifadhi ama utunzaji wa ardhi yetu, na kwamba bila ardhi hakuna maisha. Mambo yote ambayo binadamu tunayategemea katika maisha yetu, iwe kilimo ambacho kinatupatia chakula, iwe maji ambayo yanaweza kutufanya tuweze kuishi, iwe hewa ambayo inachangiwa na miti ambayo inatokea kwenye ardhi, hata sisi wenyewe tunaishi na kutembea juu ya ardhi. Rais wa Lions Club of Dar es Salaam mazingira, Lion Maladivi, amesema Save Soil Walkathon ni sehemu ya kampeni pana inayolenga kuhamasisha jamii kutambua mchango mkubwa wa udongo katika maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kimazingira. We have got mangrove planting coming up and tree planting, and school projects are coming up, and kitchen waste projects, and many more are coming. And the purpose behind this walk is to bring awareness, environmental awareness to the public of Tanzania, how to maintain the soil quality. Naye balozi wa India nchini Tanzania Laksh Anand amesema ni jambo jema kuona jamii inatambua umuhimu wa kulinda mazingira, na huo ndio msingi wa maisha ya binadamu ya kuhakikisha kila mmoja anakuwa sehemu ya kutunza mazingira. So it is India's legacy that we are taking up forward in our friends, in our partners, with the brothers and sisters of Tanzania, of Africa, of the world, and the ideology of Vasudhaiva Kutumbakam that we are.
Mtazamaji, taarifa hiyo inatufanya tuangazie taarifa nyingine, na sasa ni kule Geita. Askofu wa KKKT Dayosisi ya Mashariki ya Ziwa Victoria, Oscar Itailema, amezindua usharika mpya wa Martin Luther Nyankumbu, jimbo la Magharibi Kati katika mkoa wa Geita, huku akiwataka washarika kuzifuata njia za Mungu ili kupata uelekeo sahihi katika maisha yao. Tausi Salum huyo hapa kutoka Geita na taarifa zaidi. Ninaweka wakfu kanisa hili la Martin Luther, mahali ambapo watoto wako watakusanyika kwa ajili ya ibada, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Askofu Oscar Itailema amezindua usharika huo wenye zaidi ya waumini 800 leo Julai 19, 2026 katika jimbo la Magharibi Kati mkoani Geita. Kwa hiyo hata ile roho ya kujifunza kwenda ibadani ni roho ambayo inatakiwa ikuzwe, ielekezwe, iongozwe ili iweze kufika. Sasa leo uwepo wa Mungu na kuwepo kwenye njia hizo, uwepo wa Mungu na kuwepo kwenye njia chakula cha Bwana. Ni mara ngapi tunashiriki sakramenti? Ukiwa hauko kundini, ukisikia ametangaza ushirika mtakatifu hauji. Lakini si ndio wakati wa kutengeneza? Make tunatoa muda wa wiki moja kama kuna neno unatengeneza. Kwa hiyo tunahitaji baraka, lakini wakati mwingine hatuhitaji uwepo wa Mungu kuwa nao. Na hapa neno hili la tatu linatufundisha neema ya Mungu ikiwepo na uwepo wa Mungu unafanya nini? Unakuwepo. Katibu wa KKKT Dayosisi Mashariki ya Ziwa Victoria, Joshua Kielekule, akisoma wajibu wa sharika na washarika, amewataka viongozi na waumini kuzingatia katiba ya KKKT. Washarika wa usharika huu mpya, watu wote, watoto na watu wazima waliopokea kwa njia ya ubatizo mtakatifu katika sharika za dayosisi hii. Watu wote, watoto na watu wazima waliobatizwa kwa ubatizo mtakatifu na kupokelewa kwa njia ya uhamisho kutoka sharika za dayosisi na dayosisi nyingine za Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania au kutoka katika makanisa mengine yanayobatiza kwa Utatu Mtakatifu na kupokelewa kwa kufuata katiba na mwongozo wa dayosisi. Kwa upande wake, mkuu wa jimbo la Magharibi Mchungaji Emmanuel Samuel Sita na mchungaji kiongozi wa usharika mpya wa Martin Luther Nyankumbu Ibrahim Chao wameshukuru uanzishwaji wa usharika huo. Huu mtaa ulikuwa mtaa na baadaye ukawa usharika wa mazoezi na leo sasa umekuwa usharika kamili. Hii ni neema ya Mungu na ni ya kipekee sana. Kwa hiyo tunamrudishia Mungu utukufu kwa kazi yake ambayo anaifanya katika maeneo haya ya Geita. Mungu na atukuzwe. Mungu kutupa nafasi ya kuwa usharika, kutoka usharika wa mazoezi kwenda usharika kamili, si zoezi ndogo, ni zoezi kubwa kwa sababu linahitaji maandalizi makubwa kwa maana ya kuandaa makazi ya wachungaji, kuandaa majengo ya usharika, kuandaa ofisi. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu kutuwezesha kuweza kufikia hatua hii. Sambamba na uzinduzi wa usharika wa Martin Luther Nyankumbu, askofu wa KKKT DMZV Oscar Itailema amemwingiza kazini mchungaji Daniel Kaijunga kuwa mratibu wa maandalizi ya uanzishwaji wa dayosisi tarajiwa Geita. Kwa mamlaka ya neno la Mungu na mamlaka niliyopewa kupitia Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi Mashariki ya Ziwa Victoria, ninakuingiza katika wajibu wa kuwa mratibu wa dayosisi tarajiwa ya Geita katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ninakukabidhi Biblia ambayo ni mwongozo wa neno la Mungu. Ninakukabidhi kitabu cha Tumwabudu Mungu Wetu ambapo utaimba sifa, lakini utaongoza ibada kufuata mwongozo uliomo humo. Amen. Kwa upande wake, mratibu wa maandalizi ya uanzishaji wa dayosisi tarajiwa Geita Daniel Kaijunga
amesema amepokea jukumu hilo na kuomba ushirikiano kwa watu wote ili kutimiza jukumu hilo. Wito wangu kwa wachungaji, wainjilisti, wakuu wa majimbo wa eneo la Dayosisi Tarajiwa, Wakristo wote wa Dayosisi Tarajiwa ni kuungana kwa pamoja, tukiombeana, hasa ile timu ya haswa iliyoandaliwa. Tunao wajibu mkubwa wa kuungana na washirika wote kuombea kazi hii ambayo si nyepesi, ili Mungu atupe wepesi wa kuitekeleza katika majukumu tuliyopewa. Kutoka Geita, Tausi Salum, Upendo TV, amani kwa wote. Asante sana Tausi Salum kutokea huko Geita. Bila shaka Katoro nayo ndio iko huko Geita, si ndivyo? Haya, inatubusha maji sasa kuelekea visiwani Zanzibar. Vijana wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Mashariki na Pwani katika jimbo la Kusini Magharibi na jimbo la Zanzibar wamekubaliana kwanza kushirikiana kuhudhuria katika fursa mbalimbali na kuhudumu fursa hizo kimaisha. Makubaliano hayo yamefanyika katika ibada iliyofanyika katika usharika wa Mwanakwerekwe Zanzibar, ikiwahusisha vijana zaidi ya 90 wa jimbo la Kusini Magharibi ambao wapo Zanzibar kwa ajili ya kutoa huduma, ambapo mkuu wa jimbo hilo Mchungaji Godlove Chagulilo amesema ziara hiyo imekuwa na manufaa kwa vijana kufahamu mapana ya dayosisi yao katika kazi za Injili. Lakini watambue kumbe kuna jimbo la misioni ya Zanzibar, na ndiko mahali ambapo amekuja kutembelea na kufanya zao. Kwa hiyo uwepo wetu huku pia ni sehemu ya kujifunza kwa vijana, waone jinsi ambavyo dayosisi yao inafanya kazi ya uinjilisti katika maeneo haya, lakini kipekee wajifunze historia ya Ukristo. Mkuu wa jimbo la Zanzibar Mchungaji Shukuru Maroda, pamoja na kuwashukuru vijana hao kufanya ziara Zanzibar, amesema wanaipokea azimio la kuanzisha ushirikiano huo na kuahidi kutoa ushirikiano ili kazi ya Mungu iendelee kusonga mbele. Mwenyekiti wa kongamano la vijana katika jimbo la Kusini Magharibi kwa mwaka huu, Bilali Ruhango, amesema wataanza utekelezaji mara moja kwa kuwakaribisha wenzao wa Zanzibar, huku pia akiushukuru uongozi wa dayosisi na wote waliohusika kufanikisha kongamano lao la mwaka huo. Ni kongamano la kwanza kukusanya vijana wengi na kufanya katika visiwa hivi vya Zanzibar. Tumefurahi sana na vijana wengi wamefurahi kulingana na namna lilivyofanyika, kwa namna tulivyokuwa tumelipanga na likafanyika. Lakini pia tunashukuru siku ya leo tumeadhimia wakuu wa jimbo wameadhimia kuwa na ushirikiano kati ya vijana wa jimbo la Kusini Magharibi na vijana wa jimbo la Zanzibar, ambapo tunategemea sasa kufanya tukio kama hili kubwa zaidi kwa kuja hapa Zanzibar, lakini na vijana wa Zanzibar watakuja Kusini Magharibi. Kwa hiyo tayari tutakuwa na ushirikiano wa kushare vitu mbalimbali mara kwa mara. Vijana hao wamepata fursa ya kujadiliana masuala kadhaa na kueleza historia ya Ukristo visiwani Zanzibar na kutembelea maeneo mbalimbali ya kihistoria na utalii katika kisiwa cha Unguja. Haya, mtazamaji, ni taarifa hiyo kutokea huko visiwani Zanzibar ambayo inatufanya bado tuendelee kuangazia taarifa mbalimbali, na sasa hivi ni kule India. Lakini katika habari za kitaifa, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema uhusiano wa kihistoria kati ya Tanzania na India umeendelea kuimarika na kuchochea ukuaji, utekelezaji wa miradi ya maendeleo yenye manufaa kwa wananchi wa pande zote mbili. Hayo amesema alipokuwa na makamu wa rais wa India Mheshimiwa CP Radhikrishanan katika ofisi ya makamu wa rais wa India jijini New Delhi, ambapo katika mazungumzo hayo Rais Daktari Mwinyi ameomba India kuendelea kuimarisha ushirikiano katika sekta ya elimu, afya, teknolojia, uchumi wa buluu, uwekezaji na mabadiliko ya kidigitali, na huku akialika makampuni na wawekezaji wa India kuwekeza Zanzibar katika sekta za kimkakati. Kwa upande wake, makamu wa rais wa India CP Radhikrishanan amepongeza maendeleo ya Zanzibar na kusisitiza kuwa India itaendelea kushirikiana na Tanzania katika miradi ya maendeleo, elimu, afya, nishati, huduma za kidigitali na kujenga uwezo wa rasilimali watu.
Ziara ya Rais Daktari Mwinyi nchini India inaendelea kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya Zanzibar na Tanzania na India, hususan katika sekta za elimu, biashara, uwekezaji, afya, teknolojia na uchumi wa buluu, pamoja na kufungua fursa mpya za maendeleo na uwekezaji zenye manufaa kwa wananchi wa pande zote mbili. Haya, mtazamaji, na sasa tuelekee katika mkoa wa Morogoro. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameridhia ombi la wananchi wa Mvomero la kujengewa shule 2 za sekondari katika halmashauri ya Mvomero, ombi ambalo limewasilishwa kwa niaba yao na mbunge wa jimbo la Mvomero Sara Msafiri pamoja na mbunge wa viti maalum katika mkoa wa Morogoro Josephina Kapona, wakilenga kuboresha mazingira ya ujifunzaji na ufundishaji katika halmashauri hiyo. Hayo yamesemwa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe katika kijiji cha Mkindo, kata ya Mkindo, halmashauri ya Mvomero katika mkoa wa Morogoro, mara baada ya kukagua na kuweka jiwe la msingi katika miradi ya ujenzi wa shule ya sekondari Mkindo. Na Mheshimiwa Rais alikubali katika zile shule 4 ametupa shilingi bilioni 1 na milioni 56 ili kujenga shule 2 kwenye halmashauri hii ya Mvomero. Sasa kwa sababu mimi nilitaka nifike hapa kabla, lakini nikasubiri hadi zile fedha ziwe zimeletwa kwenye halmashauri hii ndio nije. Leo hii nawaambia hivi, Mheshimiwa Rais amenituma niwaletee hii shilingi bilioni 1 na milioni 56 kwa ajili ya kujenga shule 2. Mbunge wa jimbo la Mvomero Sara Msafiri ameomba waziri Shemdoe kufikisha salamu za shukrani za wananchi wa Mvomero kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha zilizowezesha ujenzi wa shule ya sekondari ya sayansi Mkindo, akisema shule hiyo itazalisha madaktari, wahandisi pamoja na walimu wa masomo ya sayansi. Kwa hiyo baada ya muda, Mheshimiwa Waziri, uwekezaji uliofanywa na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, tutapata madaktari, tutapata walimu, tutapata wakandarasi wa barabara humu, tutapata mainjinia. Madaktari mpo? Sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maendeleo makubwa namna hii, kwa sababu sisi tunaopita barabarani huwezi kujua kama huku juu kuna maendeleo makubwa namna hii yaliyofanywa na serikali yetu ya Mama Samia. Tunaomba mfikishie salamu sana, mwambie wana Mkindo tunashukuru sana. Naye mbunge wa viti maalum Josephine Kapoma ameshukuru Rais kwa kuendelea kutoa fedha za ujenzi wa miundombinu ya elimu katika maeneo ya vijijini, hususan kwenye kijiji hicho cha Mkindo. Haya, mtazamaji, na sasa tusogee makao makuu ya nchi pale katika jiji la Dodoma. Washirika wa KKKT wametakiwa kukumbuka kumjengea Mungu, hasa shirika na mitaa zilizopo sehemu za misioni, kwa kuwa kwa kufanya hivyo watabarikiwa wao na familia zao kulingana na walichokipanda mbele za Mungu. Mtaa wa Gawaye ulioanzishwa mwaka 2017 ni miongoni mwa mitaa 12 uliopo ndani ya kanisa la KKKT Dayosisi ya Dodoma, unaosimamiwa na usharika wa kanisa kuu ambao upo maeneo ya umisioni. Wakristo wa mtaa huo wanaamua kumjengea Mungu kanisa kwa kutumia mazao yao na mifugo walionayo ili waweze kupata huduma ya neno la Mungu litakalowainua kiroho na kimwili. Kuhubiri katika ibada maalum ya harambee ya mavuno kwa ajili ya ujenzi wa kanisa mtaa wa Gawaye, mchungaji kiongozi wa usharika wa kanisa kuu Daniel Sailoa, huku ikipambwa na kwaya mbalimbali, amesema kuna mafanikio katika kumtolea Mungu kwa uaminifu. Na leo tulioko hapa tumetumwa twende porini tukakate miti tuilete ili tuweze kuijenga nyumba ya Mungu. Ndio maana nimesema leo kwa sababu ya siku ya mavuno hakuna ambaye hatakuwa na kitu cha kuweza kumtolea. Kila tunachokipanda lazima tunavuna. Kwa hiyo kama kuna mtu amepanda kwa ukarimu, atavuna kwa ukarimu. Kila mtu aliyepanda kulingana na sehemu aliyoipanda itampa mavuno hiyo sehemu. Mchungaji Elibariki Mwapela
anayesimamia huduma katika mitaa ya Kanisa Kuu na mwinjilisti wa mtaa wa Gawaye Lucas Jafeti wanaeleza namna jinsi Wakristo wa eneo hilo la umisioni walivyonufaika kupitia huduma ya kiroho na ambavyo wamekuwa wakijitoa kupitia mazao yao. Na waumini 7, lakini kwa sasa una waumini wasiopungua 80. Hivyo tunamshukuru Mungu kwa maana ya kwamba tangu tulipoanza hata sasa mabadiliko ni makubwa. Wakati huo tulikuwa tukiabudia chini ya mti, kuomba Mungu na kuwafundisha neno la Mungu namna ya utoaji na uwakili. Hivyo mpaka kufika mahali hapa, changamoto zetu wa Kristo wamekuwa ni watu ambao wanajitoa sana, wanatoa mali zao, wanatoa vitu vyao, lakini pia hata nguvu zao. Mpaka unapoona tumefika mahali hapa ni kwa sababu tu ni ule neno la Mungu ambalo limepita kwao, tumewafundisha na wameelewa, hadi wamekuwa watu ambao hasa wanatoa, na mpaka muda huu tunaposema kwamba ni kweli Mungu ametusaidia. Nao Wakristo wakileta mavuno mbalimbali ikiwemo mazao na mifugo kwa ajili ya kumtolea Mungu, wamesema kupitia mafundisho wamekuwa wakijitoa kuhakikisha wanamjengea Mungu. Sisi kama washarika wa mtaa wa Gawaye tunategemea sana mavuno mpaka kufikia hiyo hatua ya na mama wote tunaomba tuendelee kujitoa kwa kazi ya Bwana ili tusonge mbele, ili hatimaye watu waweze kusaidia. Kwa tukijichangisha pesa zetu wenyewe na tumekuwa tukitoa, kama sisi hapa tunategemea kilimo, na katika kilimo hapa vile vile tuna mboga huwa tunaleta, tunauza, kama tuna kuku tunauza, kwa hiyo tunafikia kutoa michango yetu. Hilo ambalo mpaka sasa limefika hatua ya kupaua limetumia shilingi milioni 40 huku milioni 22 zikihitajika kwa ajili ya kumalizia kupaua bati na vifaa vyake. Wakati wako ndugu, sikia. Sawa, na sasa basi tuelekee nyanda za juu kusini katika mkoa wa Songwe. Wabunge wa majimbo ya Vwawa na Mbozi katika mkoa wa Songwe wameomba serikali kuongeza idadi ya visima na mabwawa ya umwagiliaji kwa wakulima wa zao la kahawa, ikiwa ni kufuatia mabadiliko ya tabia nchi yanayofanyia wakulima katika mikoa hiyo kuendelesha kilimo kwa njia ya umwagiliaji ili kuendesha kilimo cha zao hilo. Taarifa ya Nicholas Ndabila kutokea huko Songwe ina taarifa kamili. Wakieleza ombi hilo kwa waziri wa kilimo Daniel Chongolo, wabunge hao wamesema kilimo cha zao la kahawa katika majimbo tajwa ni muhimu na ndiyo njia pekee ya uchumi kwa wananchi, wakieleza kuwa huwa wananchi hugombea maji na hivyo huleta mvutano na kusababisha migogoro miongoni mwao pindi msimu wa kiangazi unapofika. Kuna wakulima wa kahawa, hata hawa wa mahindi, Mbozi na mkoa wa Songwe kumekuwa na mabadiliko ya tabia nchi. Ili wavune kahawa wanahitaji kumwagilia, na umwagiliaji wa sasa Mbozi umekuwa na changamoto kubwa. Ukiangalia msimu huu tunaanza mwezi wa 8, Mheshimiwa Waziri, watu wanakimbizana na madumu, wanakimbizana kukodi magari, kukodi maboza kwenda kumwagilia mashamba yao. Changamoto imekuwa kubwa, asipomwagilia hapati kahawa hata kidogo. Kwa lazima kila mwananchi ambaye ana kahawa amwagilie. Sasa hili jambo lilikuwa tunaomba sana utuangalie Mbozi na mkoa wa Songwe tupate mabwawa ya kumwagilia mashamba ya hawa wakulima. Mmetupatia visima vichache, vingine vimeanza kufanya kazi, vingine havifanyi kazi, na wananchi hawa wa Mbozi wanahitaji kumwagilia. Ili waweze kumwagilia wanahitaji maji na visima. Tunaomba uendelee kutushika mkono, utuletee visima zaidi. Ikifika mwezi wa 9 hapa mito inakauka, watu wanashikiana mapanga wakigombania maji, lakini tukichimba visima kidogo itasaidia sana kukuza hili tatizo, na watu watamwagilia sana mashamba na uzalishaji utaongezeka. Wana Mbozi, wana Songwe, tunajua kilimo ndio uhai wetu, kilimo ndio chakula, kilimo ndio fedha, kilimo ndio biashara, kilimo ndio viwanda. Akieleza juhudi za serikali katika swala hilo, mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Makame amesema serikali imejipambanua katika kuboresha kilimo cha umwagiliaji si katika mkoa wa Songwe pekee bali nchi nzima, ikiwa ni uanzishwaji wa skimu na ukarabati kwa skimu ambazo zinahitaji ukarabati. Upo mkazo mkubwa ambao tunauona katika eneo la sekta ya umwagiliaji.
Sasa hivi tuna miradi ya zaidi ya bilioni 90 ambayo inaendelea kutekelezwa. Iko mingine tunaifanyia skimu zingine za umwagiliaji, tunafanyia ukarabati, lakini ziko skimu zingine ambazo usanifu unafanyika, na mara baada ya usanifu itatekelezwa na kujengwa ili kuweza kuongeza eneo la umwagiliaji. Na kwa sasa eneo ambalo tunatumia katika umwagiliaji ni kama hekta 5,000, lakini tutakapomaliza miradi ya umwagiliaji mkoa wetu tunakadiria kufika hekta zisizopungua 60, hekta 68,000 za umwagiliaji, ambao tutaongeza uzalishaji katika mazao ya kilimo na hivyo kuongeza mchango wetu katika kuchangia katika jitihada za taifa kwenye uzalishaji wa chakula. Akipokea ombi hilo, waziri wa kilimo hapa nchini Daniel Chongolo amesema mabadiliko ya sekta ya kilimo hutegemea ushirikiano kati ya serikali na wadau wa kilimo wakiwemo wakulima, akisisitiza kuwa ni adhima ya serikali kuboresha mazingira ya kilimo na kuhakikisha upatikanaji wa pembejeo bora kwa wakulima, ikiwa ni pamoja na kuimarisha usalama wa chakula hapa nchini ili kuleta kilimo tija kwa wananchi wake. Mafanikio ya sekta ya kilimo yanategemea ushirikiano wetu sote. Serikali itaendelea kuboresha mazingira ya biashara, kuimarisha upatikanaji wa pembejeo bora na kushirikiana nani katika kutatua changamoto zinazoikabili sekta hii. Ninawahimiza muendelee kuwa washirika wa karibu wa serikali kwa kuendesha biashara zenu kwa uadilifu, weledi na uzalendo. Kwa kufanya hivyo, mtachangia kuongeza tija ya uzalishaji, kuimarisha usalama wa chakula, kukuza viwanda na kuongeza mchango wa serikali sekta ya kilimo katika uchumi wa taifa. Niwahakikishie yale mlioyazungumza hapa, kuanzia kwenye taarifa ile ya kwenu na viongozi wote waliotangulia kuzungumza kabla ya nimeyachukua kwa uzito mkubwa. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, Nicholas Ndabila, Upendo TV. Haya, mtazamaji, kutokea huko tuelekee sasa kule katika jiji la Mbeya. Waumini wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Konde katika usharika wa Forest jijini Mbeya wamekumbushwa kutumia neema ambayo wamepewa ili waweze kuitumia vizuri kwa makusudi ya Mungu. Taarifa ya Emmanuel Lulandala hii hapa ina undani zaidi. Akitoa mahubiri katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT usharika wa Forest Dayosisi ya Konde jijini Mbeya, Mchungaji Benedicta Mwaijanda amewaasa Wakristo wa usharika huo kutumia neema wanayopewa na Mwenyezi Mungu ili wapate thawabu mbinguni. Leo tunakumbushwa neema ya Bwana imefunuliwa kwa ajili ya wote, na hii neema pia inatufundisha tukatae ubaya. Neema Mungu anayokupa usiichezee. Usiichezee. Kuna wakati ikiondoka utaitafuta hautaiona. Neema ambayo Mungu amekupa usiichezee, tena usijivune, tena usijidai kwa neema iliyokupa, kwa sababu huwa ina tabia pia ya kuondoka. Akizungumza mara baada ya ibada hiyo, mchungaji kutoka Chuo Kikuu cha Teofilo Kisanji Teku Venance Bwade pamoja na wazee wa kanisa wamewaasa Wakristo wa usharika huo kuendelea kutumia neema wanazopata katika matendo mema ya kumpendeza Mungu. Somo hili linatufundisha na niwakumbushe wote waliosikiliza, waumini na wengine wote ambao pengine hawajapata bahati ya kusikiliza neno hili na wana vipawa mbalimbali, wajue kwamba vipawa hivi walivyopewa wamepewa kwa neema ya Bwana, na hivyo vipawa walivyopewa si kwa ajili ya maisha yao tu, ni pamoja na maisha ya watu wengine. Yaani wavitumie kwa faida ya maisha ya watu wengine pia, lakini kwa utukufu wa Mungu, kwa sababu wasipovitumia vipawa hivyo kwa utukufu wa Mungu, ipo siku watadaiwa, kwa maana ya kwamba walikuwa waakili wabaya. Kwa hiyo watadaiwa kutoa hesabu ya vipawa walivyovitumia, kama wale waliopewa talanta alafu mwingine alifukia. Sisi hapa tulipo tunaishi kwa ajili ya neema tu ya Mwenyezi Mungu. Kuna wenzetu ambao hawapo duniani, hawakupewa hiyo neema, lakini sisi tuliopewa neema tunahitaji tuitumie neema vizuri. Vipawa tulivyopewa tuvitumie vizuri. Kila kitu kiende vizuri katika jina la Yesu Kristo. Neema aliyotupa Mungu ndio itumike. Tunamshukuru Mungu kwa neema aliyotupa na mpaka sasa hivi tuko wazima. Neema ya Mungu maana yake kwa kifupi ni upendeleo. Hivyo sasa tukiangalia namna ambavyo Mungu ametuchagua, tumeingia katika wokovu wake, ni upendeleo pia, sababu sio sisi tuliomchagua ila ni yeye aliyetuchagua. Lakini neema ina upana wake mkubwa
kubwa sana katika maisha yetu. Mungu anatupa neema mbalimbali ambazo tunatakiwa tuzitumie vizuri. Mchungaji amefafanua kwamba tunatakiwa tuzitumie vizuri ili ile neema isije kaondoka. Nao baadhi ya waumini wa usharika huo wamesema wanamshukuru Mungu kwa ibada hiyo, huku akisema ni vema kuendelea kumtukuza Mungu kwa neema wanayopata kwa sasa na siku zijazo. Tunatakiwa kila siku tuendelee kujinyenyekeza kwake, tuendelee kuishi upendo wake, kuendelea kutamani zaidi kufanya yale ambayo yanampendeza kutokana na neema ya vitu mbalimbali ambavyo amechilia kwetu. Ametupa baraka nyingi sana, kuweza kusimama, kuamka asubuhi, kuwa na uwezo kufika kwenye ibada, kuwa na baraka ya watoto, sehemu za kukaa, kazi za kufanya, una uwezo wa kutembea, una uwezo wa kuwajulia hali watu mbalimbali. Kupitia ujumbe huo tumeweza kujifunza ya kwamba Mungu ametupenda na ametupendelea. Ziko baraka nyingi sana ambazo tunakuwa nazo kwenye maisha, lakini kwa kweli hatuzistahili. Tukijiangalia sisi na wema wetu na uchaji wetu mbele za Mungu, tunagundua kweli hatukustahili. Lakini Mungu ametupa baraka, ametupa watoto, ametupa kazi, ametupa mashamba. Zaidi ya yote ametupa uokovu ambao kwa kweli hatukuupata kwa nguvu zetu, ni kwa neema yake. Kwa hiyo ninapomshukuru Mungu, nitoe wito kwa washarika wenzangu ya kwamba tusiipokee neema hii bure. Mtume Paulo alisema tusiipokee neema ya Mungu bure, bali kwa neema hii ya Mungu izidi kutunyenyekeza, tuone upendo wa Mungu kwetu, na sisi tujitahidi kumpendeza Mungu kwa yale ambayo tunayafanya. Nikiripoti kutoka jijini Mbeya, Emmanuel Lulandala, Upendo TV. Haya, asante sana Emmanuel Lulandala kutokea huko katika jiji la Mbeya. Na sasa tuelekee kule katika jiji la Arusha. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Charles Kichere amesema waandishi wa habari wana mchango mkubwa katika kuimarisha uwazi, uwajibikaji na usimamizi wa rasilimali za umma. Akisoma hotuba kwa niaba ya mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ufunguzi wa mafunzo yaliyoandaliwa na ofisi ya CAG kwa waandishi wa habari wa mkoa wa Arusha, mkaguzi mkuu wa nje wa mkoa wa Arusha CPA Valence Rutakiamirwa amesema lengo la mafunzo hayo ni kuwajengea uwezo waandishi wa habari wa namna bora ya kuandika, kuchakata na kuripoti habari zinazohusu ofisi ya CAG, ambapo amesema waandishi wa habari ni wadau muhimu katika kuibua changamoto zilizopo katika miradi hiyo inayosimamiwa na serikali. Ushiriki wenu unaonyesha imani kubwa tulionayo kwenu kama wadau muhimu katika kuimarisha uwazi, uwajibikaji, usimamizi wa rasilimali za umma. Ni matarajio yangu kuwa mtakuwa mabalozi wazuri wa maarifa mtakayowapata hapa, mkiyatumia kwa tija katika maeneo yenu ya kazi. Vile napenda kuwapongeza waandishi wa habari ambao wameendelea kufanya kazi kwa karibu na Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kwa kuandika makala, habari na uchambuzi mbalimbali zinazohusu kazi za ripoti ya ofisi hii. Ushirikiano huu unaonyesha umoja na dhamira ya pamoja ya kuhakikisha umma unapata taarifa sahihi kwa wakati na kwa uwazi. Mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini Focus Mauki ameeleza nia na malengo ya mkaguzi mkuu wa serikali kwa taasisi za umma, huku mchumi mwandamizi Emmanuel Lazaro akieleza mikakati iliyopo ni pamoja na kuanzisha tuzo maalum kwa waandishi wa habari. Ukaguzi sio kutafutana. Kazi za ukaguzi ni nia na lengo ni kutafuta namna ya kuboresha. Actually unatakiwa wakaguliwa wakimwona mkaguzi wampokee kwa mikono miwili, kwa sababu anakuja kuwasaidia na jicho la nje. Kwa sababu mkaguzi akija kwenye ndani ya taasisi anakuwa ni external auditor, sababu ndani kunakuwa na audit. Kwa hiyo anakuja kuingiza jicho la nje kukusaidia kuangalia mifumo jinsi inavyofanya kazi. Je, unafuata sheria, taratibu, kanuni na kadhalika. Cha muhimu kabisa ambacho tunaomba waandishi wa habari mkijue, ukaguzi ni evidence based. Mkaguzi akiomba nyaraka, usipompa anaiclose hoja. Na mkaguzi haombi nyaraka kwa kukurupuka, itumie lugha hiyo. Ataomba nyaraka kwa kufuata taratibu. Kuna barua zitaandikwa,
kuna vikao vitafanyika, minutes zitaandikwa. Kwa hiyo hata document kila kitu. Kwa hiyo mwishoni mwa siku akishafunga kitabu chake, huwezi tena kuja kusema hii document nilikuwa nayo hii hapa. Kwa nini ukuitoa wakati wa process? Ina maana tayari hoja imeshafanya nini? Imefungwa. Na inafanyika kwa uwazi kabisa. Moja mkakati wetu kuhakikisha hili lengo linatimia vizuri, zitaanza kutolewa tuzo kwa wale waandishi ambao watakuwa wanatoa taarifa za ukaguzi vizuri. Kwa hii eneo la kuripoti matokeo ya ukaguzi tunategemea tutaweza kulifikia vizuri endapo nia na madhumuni yatazingatiwa. Akifunga mafunzo hayo, mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari mkoa wa Arusha, Cloud Gwandu, amesema uwepo wa mikakati ya ofisi ya CAG kuanzisha tuzo maalum kwa waandishi wa habari itakuwa ni chachu kwa wanahabari kufuatilia maendeleo ya miradi serikalini, huku baadhi ya waandishi wa habari akiwemo Seif Mangwangi na Grace Macha wakieleza namna ambavyo wamenufaika na elimu hiyo. Ni wajibu wetu kuwakumbusha hasa vijana kwamba jamani, dunia sasa hivi lazima tuende kwenye specialization. Kila mtu ajikite kwenye jambo ambalo atatambulika nalo. Kila mtu afanye jambo lile ambalo litamjengea jina. Jambo moja tu, usiyako mambo mengi dunia hii, lakini moja tu la auditing kwa mfano. Tuzo tuna uwezo wa kuzichukua watu wa Arusha tuzo zote. Na kwa kufanya hivyo tutakuwa tumesaidia hata kufikisha malengo ya hiyo ofisi ambayo imetumia resources zake kutuwezesha. Na hili ni jambo jema ambalo lazima kwa kweli tuwashukuru na kuwapongeza sana. Kuna mambo mengi ambayo walikuwa wanapaswa waandishi waandike kueleza umma kuhusiana na ubadhirifu unaoendelea katika miradi ya serikali, lakini wamekuwa hawajui waanzie wapi. Lakini kwa elimu ambayo wamepewa leo, wameelewa kwamba wapi wanatakiwa kuanzia na wapi wakaulize. Nimevutiwa zaidi na tuzo ambayo wamesema watatambua waandishi watakaokuwa wanafanya kazi zao kwa umahiri. Kila mtu anapenda kutambuliwa. Kwa hiyo nadhani hiyo pia itatuongezea chachu ya kuendelea kufuatilia masuala ya miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali kwenye maeneo yetu. Kutoka hapa jijini Arusha, mimi ni Elihuruma Chao. Haya ni kutokea huko Arusha. Sasa ni mkoani Kilimanjaro. Mkuu wa jimbo la Kilimanjaro Mashariki, Mchungaji Kelvin Kola, amesema kuwa vijana wanapaswa kutengenezwa katika nyanja mbalimbali, kwani kanisa linapokosea kutoa malezi sahihi kwa vijana, baadaye litakosa kuendelea. Mwandishi wetu Rehema Abraham kutokea huko ana taarifa kamili. Mchungaji Kola amesema hayo katika tamasha na bonanza la michezo la vijana iliyofanyika katika chuo cha ualimu Marangu iliyopo wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro, ambapo amesema kuwa malezi ya vijana lazima yaguse mwili, akili na roho, akisema ni hatari vijana wakitunzwa kiakili pekee huku upande wa kiroho ukiwa umesaulika. Sisi tulioko hapa wote tuliokuja hapa, moja ni kweli tunataka kufanya mazoezi kama vijana, tunataka kuimarisha vijana wetu, refresh your mind kwa kukaa pamoja hapa, kuweza kuinteract na watu wengine walioko hapa na kusocialize na watu wengine walioko hapa, wata nafasi ya kucommunicate na wengine walioko mahali hapa. Ninajua wengi wangetamani wapewe nafasi ya kusalimiana hata mpaka jioni. Wazazi wenu wanataka kuona kwamba vijana hawa tunawalea, maana ndio kanisa, ndio serikali ya kesho, na ndio kila kitu. Ukikosea ukatunza tu akili, usitunze yale ya rohoni, tutakuwa tumekosea kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo tunahitaji kuwatengeneza vijana wazuri ambao baadaye katika nyanja zote hizo watakuwa maarufu katika nyanja zote hizo. Awali akiwa mgeni rasmi katika tamasha hilo, mbunge wa jimbo la Vunjo Mheshimiwa Enoch Zadock Kola amesema vijana wanapaswa kuwasikiliza viongozi wa kiroho ili waweze kuwa na maadili mema yatakayowapeleka mbele, hasa kwenye mafanikio. Vijana wenzangu, jambo la leo ni jambo la Mungu. Niwaombe sana tubaki kuwa wasikivu,
tuwasikilize viongozi wetu hapa wanaotuongoza kiroho, ili tuendelee kuwa na maadili mema, ili taifa letu kweli huko mbele liende vizuri na tuweze kukua kiuchumi. Kwa upande wake mwenyekiti wa vijana KKT Dayosisi ya Kaskazini Mwalimu Elina Winga Mfinanga amesema tamasha hilo lina malengo mbalimbali ikiwa ni pamoja na kudumisha ushirikiano kati ya vijana na kusema vijana wanakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwa ni pamoja na ukosefu wa ajira. Akisema katika kutatua changamoto hiyo wanatarajia kuanzisha vitega uchumi ili kuwasaidia vijana kuondokana na changamoto hiyo, huku mratibu wa vijana jimbo hilo Mchungaji James Sambo akisema tamasha hilo limewakusanya vijana kutoka sharika mbalimbali. Lengo ni kuwafahamisha wamjue Kristo. Moja, tunatamani tuwekeze katika kuanzisha vitega uchumi kwa vijana, kama vile tunaweza na tumeweka mkakati sasa, tuko kwenye hatua ya maandiko kuanzisha bakery ya kisasa kwa ajili ya uzalishaji wa mikate, keki na bidhaa nyingine za chakula zitakazohudumia jamii na taasisi mbalimbali. Lakini pili, tumekusudia kuanzisha car wash ya kisasa, lakini pia kuanzisha kwa mashamba ya kisasa ya kilimo sana, kwa sababu tumekuwa na jambo hili la bonanza hili la michezo na kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu, na vijana tumewakusanya kutoka pande zote. Lengo letu ni vijana wakae hapa, lakini pia wamfahamu Kristo, ya kwamba ndani ya Kristo kuna furaha, ndani ya Kristo kuna amani, ndani ya Kristo kuna baraka nyingi. Nao vijana walioshiriki katika tamasha hilo wamesema kuwa viongozi wa vijana wanapaswa kuhakikisha kuwa wanawahimiza vijana kuona umuhimu wa kushiriki katika mabonanza, kwani yanaweza kuwasaidia kimwili na kiakili. Pia kuondoa katika hali ya msongo, kwa sababu unakuta watu wengine anakaa nyumbani tu ana kitu anachokifanya, lakini anapokuja mahali hapa, anapokutana na vitu vya namna hii, anajifunza, lakini pia anapata kuifanya akili yake ikae katika hali ya kawaida. Kupitia mabonanza haya tunapokutana, tunaimarishana kimwili na kiroho ili tupate kumjua Mungu kitu kama vijana. Ombi langu kwa viongozi wa kanisa ni kuendelea kuwahimiza vijana na viongozi wa idara ya vijana kuendelea kuwaimarisha vijana kiroho, kimwili na kiakili, na pia moyo vijana katika changamoto wanazopitia kupitia mabonanza haya. Kongamano kama haya ni hususan kwa ajili ya vijana, lakini lengo kuu ni kuwaleta vijana kwa Yesu. Tunaona kwamba vijana wengi sasa hivi hawamjui Mungu, wako nje, hawaendi kanisani, lakini tunapoandaa mabonanza na matamasha kama haya ya michezo, tunawavuta vijana wengi sana kwa Yesu. Tamasha na bonanza hilo la michezo limejumuisha michezo mbalimbali kwa vijana, ikiwa ni pamoja na kukimbia na magunia, kuvuta kamba, mpira wa miguu na michezo mingine. Mimi ni Rema Abraham, Upendo TV. Aya, asante sana Rehema Abraham kwa taarifa hiyo kutokea huko Kilimanjaro. Mtazamaji, imetuhitimishia habari za kitaifa. Bado niko nawe. Jina langu ni Francisco Ndongono, na tupate mapumziko mafupi. Nikirejea hapa nitaangazia habari za kimataifa. Tafadhali usiondoke. Hii ni Upendo TV Habari Wikendi.